Ninaitwa Gabriel Bakilana, ni mwenyekiti wa chama cha muziki wa dance Tanzania. Muziki wa dansi mimi nauona kama bado una nafasi kubwa, kwa sababu wapenzi ni wengi na nafasi yake bado ni kubwa sana nchi nzima. Kokote ambako nimewahi kufika mimi, kokote ambako naenda nakuta kwamba watu wanapenda kusikiliza nyimbo za bendi, wanapenda kuenda kwenye show. Changamoto hazikosi kwa upande wa wanamuziki wenyewe, kwa upande wa bendi ziko changamoto zinazohusu wanamuziki wenyewe binafsi, ziko changamoto za kiufundi ambazo zinatokana na vyombo, kutokupatikana vyombo vizuri sana original. Kuna changamoto za masuala mengine ya kiutendaji na kipato kuwa duni, lakini nafasi yake bado iko pale pale. Kwa hiyo bado kuna kazi ya kufanya ili muziki wa dansi uweze kuwanufaisha zaidi wanamuziki wa dansi na wadau wengine walioko katika sekta hii. Lengo la hii ziara ni kwanza kufahamiana na wanamuziki wa hapa, lakini kujua changamoto zao moja kwa moja kutoka kwao, alafu kuona namna ambavyo tunaweza tukashirikiana kukuza muziki wa dansi. Hapa nafahamu kuna chama cha muziki wa dansi Mwanza cha Mudamwa, lakini tungependa chama hiki kiwe sehemu ya chama cha muziki wa dansi Tanzania, kwamba kwa mtindo wa kushirikishwa. Kwa hiyo tukifanya hivyo nadhani tunaweza tukawa tunapeana mambo mazuri ambayo sisi tunayapata kama taarifa. Tunawaelekeza pia vitu ambavyo serikali inataka kupitia BASATA. Tunafunzana kuhusu sheria zilizopo na kanuni zinazoendesha sanaa nchini, lakini pia tunaweza tukawa tunashirikiana pia katika masuala ya kijamii. Nimeiona kwa upande wa huku Mwanza, lakini pia sehemu nyingine pia zote ziko hivyo hivyo. Moja ni ule umoja bado unakosekana, na watu wanakuwa wazito kushiriki katika masuala ya vyama hivi, kwa sababu nadhani kwa kipindi kirefu wamekuwa hawaoni faida ya kuwepo katika vyama. Lakini tunavyokutana na kuelezana hivi, tunapata nafasi ya kutambua kwamba nafasi ya vyama na kujenga muziki bado ni kubwa, na kuna makubwa ambayo yanaweza kutokea kama mtu akiwa amejiunga kwenye chama. Suluhisho ni chama, lakini kwenye chama ni wapi ambapo unafikiri kwa sasa hivi kwa hizi changamoto zote ambazo umeweza kuziona, chama ni msingi wa kwanza, lakini ni wapi pia ambapo unatakiwa kupita kwa sasa hivi ili kuweza kutengeneza umoja? Kuweza kutengeneza umoja wa wanamuziki utatokana na wao wenyewe kwanza kubadilika kifikra, na ni jambo ambalo linakuja taratibu. Mtu aone kwamba kuna manufaa, aone fulani kanufaika, kaona chama kimefanya vile, basi wataweza kujumuika na wenzao. Lakini tunataka hivi vyama viwe chachu vya kuwakomboa kiuchumi wanamuziki, waone thamani ya kazi yao. Kwa hiyo wakifanya kazi, fedha ionekane, waweze kuwekeza na kupata fedha katika namna nyingine pia. Kwa jina naitwa Profesa Yahya Mkango. Kwa kweli leo nimefurahi sana kutembelewa na mwenyekiti wangu wa CHAMUDATA Tanzania. Yaani nimefurahi kweli kweli, kwa sababu ni siku nyingi sana toka nimeanza bendi ya Twanga Pepeta na kina Alichoki, kina Marehemu Banza Stone, Mwenyezi Mungu aweke mahali pema peponi, kina Katapila, kina Luiza Mbutu ambaye pia alikuwa ni mwenyekiti wangu, lakini sikupata bahati ya kuonana naye akiwa kama mwenyekiti kama nilivyofurahi leo kuonana na mwenyekiti wangu wa CHAMUDATA 2026. Upande wa burudani kwa kweli mimi naona tunaenda vizuri, japo si ushindani ule wa zamani wa kutunga nyimbo, watu tunashindana kutunga nyimbo nini, tunashindana bendi kwa bendi nini. La sasa hivi naona kidogo ndio imepungua, lakini ukiingia katika show utakuta burudani ni nzuri, kwa sababu wanamuziki wazuri bado tupo na bado vijana wapo ambao tumewafundisha, tunapiga nao kabisa. Kwa hiyo muziki bado uko safi. Kila bendi tunajaribu kutembea hapa Mwanza, maana sijaenda Tegeta, sijaenda kwa Geita, sijaenda Bukoba kuangalia na wenzetu kwa vipi, lakini kwa hapa Mwanza nikitembelea bendi za Mwanza naona tuko vizuri, burudani ni nzuri kwa na watu wanajaa. Kama mimi Yahya Mkango naongea nikiwa na bendi yangu ya Four Stars ambaye niko hapa Nyamongoro, stendi kuu ya mabasi yanayokwenda Musoma na wapi uko sijui Geita wapi, niko hapo Nyamongoro hapo. Bendi yangu inaitwa Four Stars, niko katika hoteli ya Taiwan Hotel. Pale naona watu wanajaa, wanazungumza wao, wanasema jamani mko vizuri sana. Sasa basi namuomba bosi wetu wa Taiwan aendelee na moyo huo, na wengine bendi zote za Mwanza hapa, mabosi, hizi bendi zetu tuzishikilie, kwa sababu wanamuziki bado tuna umoja mkubwa sana kutoa burudani katika nchi hii. Hivyo basi tunawaomba hata kama sio mabosi, wadhamini
wajitokeze, na sisi tu wenye vipaji vya kutunga, ili tuanze kutunga nyimbo sasa, mwanze kupata raha. Tuachane na mambo ya kupiga kopi za watu mara kwa mara, kwa sababu sisi kama wanamuziki tunashindwa kupata kipato kikubwa kulingana na mabosi wetu. Kila tukilalamika watuongezee angalau kipato, wanasema subiri. Sasa utakuta mwaka unaisha, sasa hivi tuchangia 2026, sasa bado hiyo subiri tena itakuwa mpaka lini? Naitwa Teddy Baruti. Mimi ni mwanamuziki mwimbaji, niko Casanova. Ile ukijiunga kwenye vikundi, kupata ile usaidizi wa kiserikali wa karibu, serikali kuwatambua, kuwa karibu na serikali, kusema kuna wanamuziki. Pili, hizi kazi zetu tunazofanya kwenye mabaa, zile unaenda unafanya, unaambia bwana shilingi 20,000. Sababu sina ugali nyumbani na wanangu, acha nifanye nini? Nifanye. Lakini kutokana na mwenyekiti jinsi alivyotueleza, ina maana mwisho wa siku nikipewa dance la 20,000, mimi siwezi kulifanyia kazi. Umeona? Nitamwambia kiongozi wangu, Dimoso, bwana mimi hapa nimepewa dance la 20,000. Anasema hamna, usifanye hiyo kazi ya 20,000. Umeona? Kuna kazi uko ya 200,000, achana na huyo. Naenda kufanya kazi ya 200,000. Mwisho wa siku naye anasema, mbona mimi baa yangu inadoda? Na mimi nakuongezea, nakupa 2,500, nakupa 300,000. Kwa hiyo ina maana tunafanya nini? Tunapanda. Yaani wadau tunaofanya nao kazi kwa pamoja na wale wanaotufuatilia ni kwamba sisi Mwanza Chamudamwa sio wale wa 20,000. Wajue kabisa kwamba sisi ni wanamuziki, tupewe heshima yetu kama anavyopewa Harmonize, anavyopewa Diamond. Na sisi tupo hivyo kwa sababu tuna familia nyumbani, na hii ni kazi. Sio kama tunakuja tu kufanya burudani tunachekesha watu, hapana. Hii ni kazi. Hata mchekeshaji ana sehemu yake. Kwa hiyo tunawakaribisha, wakitaka Teddy, wakimtaka Teddy, Mama Mbili ya Beli, wamfuate Dimoso, wamfuate katibu wangu, bwana namtaka mwanamuziki wako akafanye kazi sehemu fulani. Bosi wangu ataniambia, huyo ndo bosi wangu. Mimi kwa majina naitwa John Kibuta. Ni mwanamuziki wa Jambo Stars, lakini pia ni katibu wa chama cha muziki wa dansi hapa Mwanza, kinaitwa Chamudamwa. Sisi kwetu ina maana kubwa sana, kwa sababu kiongozi kama huyu tulikuwa tunamhitaji, pengine aje atutolee ufafanuzi, lakini pia atuletee mambo ambayo sisi chama tutaishi nayo. Msingi sana ambacho amekizungumza, sisi kama chama tutakichukua na tutaishi nacho, na mawazo yake tutayafanyia kazi ili kilete afya ndani ya chama cha muziki wa dansi hapa Mwanza. Chama cha muziki tulikuwa tunakwama kwa upande wa members. Unajua members, tulikianzisha hiki chama kwa madhumuni mazuri tu, lakini kwa watu ambao walioko chini au wanamuziki inatakiwa elimu ya kutosha ili mtu mwingine aelewe nini maana ya chama hiki, kwa sababu watu wana mawazo tofauti. Kuna mwingine atahoji kwamba nitajiunga kwenye chama nitapata faida gani, lakini ni elimu ambayo inatakiwa ipatikane, mtu aje ajiunge, umwelimishe nini tunachotakiwa kufanya, alafu mbele ya safari ndo tutapata matokeo mazuri. Na ndicho hicho kitu ambacho tulichokuwa tunaendelea nacho, na tunashukuru kwamba hili limeanza kufanikiwa taratibu. Lakini pia ujio wa mwenyekiti wetu huyu kimetia chachu pia, kwa sababu katika kikao chetu amezungumza mambo mengi ambayo amewafumbua watu macho, na kwa vile ambavyo ninavyoona na mwitikio ulivyokuwa, nadhani huko ambako tunakoelekea kuna kitu ambacho tutakachokifanya kwa chama chetu cha muziki hapa Mwanza. Mimi neno langu ni moja tu, kwamba watunge mkono, kwa sababu muziki wa dansi ni hazina, na muziki wa dansi ndio unaotambulisha. Naweza nikasema kwamba kwa upande mwingine ndo icon. Yaani muziki wa dansi unajitangaza kwenye hii nchi. Kwa hiyo waendelee kutunga mkono kwa juhudi ambazo tunazozifanya, lakini pia kwa wadau waje kutusapoti. Tunajua kwamba tunapiga sehemu mbalimbali, basi muziki wa dansi bado ni ule, bado haujapoa, ingaje bado kuna mambo mengi ambayo yanayofanyika, lakini muziki wa dansi ule, waje watunge mkono. Bado tunaendelea kupiga muziki mzuri tu, na mambo yale ambayo yanayofanyika na ni yale ambayo yanayofanyika sasa hivi. Kwa hiyo ujaji wao
na support yao tunahitaji sana, ili na sisi angalau tuweze kunyanyuka kwenye sehemu ambayo tuliopo.